Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na kundi la Wakurdi la PKK lasema limeweka chini silaha na kusalimu amri. Marekani na Uchina za kubaliana kupunguziana ushuru. Maafisa wa jeshi la India, Pakistan kujadiliana juu ya usitishwaji mapigano. Rais wa zamani wa Ufilipino Duterte anayezuliwa ni miongoni mwa wagombeaji nchini Ufilipino. Ikulu ya Marekani na Qatar zajadili uhamisho wa ndege ya kifahari ya kwa Air Force One. Hamas kumwachilia mateka mwenye uraia wa Marekani na Israel. Naam, natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni, mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Ripoti mpya inasema wakazi wote wa Gaza, takribani watu milioni 2.1 wako katika hatari kubwa ya kuathirika na njaa baada ya miezi 19 migogoro kuhama na kwa watu wengi na kuzingirwa kwa misaada ya kibinadamu. Kulingana na ripoti ya uanisho la masuala ya usalama wa chakula IPC, kiwango cha njaa duniani kinachotumiwa na Umoja wa Mataifa na mashirika mengi ya misaada, watu nusu milioni katika eneo hilo wanakabiliwa na njaa. Israeli imesema msaada wowote kuingia Gaza tangu mapema mwezi Machi, ikisema inaweka shinikizo kwa Hamas kuachilia mateka waliosalia. Ripoti hiyo ambayo inatayarishwa na kuzingatiwa kati ya Aprili mosi na Mei 10 inasema hii inaashiria kuzorota kwa kiasi kikubwa kwa hali tangu uchambuzi wake wa mwisho mwaka wa 2000 ama Oktoba. Kundi lililoharamishwa la Kikurdi la PKK ambalo linaendesha uasi wa miaka 40 dhidi ya Uturuki limetangaza kuweka chini silaha zake na kusalimu amri. Hatua hiyo ilifuatia mwito wa Februari wa kiongozi wa kundi hilo aliyefungwa Jeddah, Abdullah Akalan, kutaka shirika hilo livunjwe. Kundi hilo limepigwa marufuku kama kundi la kigaidi nchini Uturuki na Umoja wa Ulaya, Uingereza na Marekani. Hapo awali PKK walilenga kuunda nchi huru ya Wakurdi ambao ni takribani 20% ya watu wa Uturuki, lakini tangu wakati huo limeachana na malengo yake ya kujitenga, likijikita zaidi kwenye uhuru wa haki za Wakurdi. Zaidi ya watu 40,000 wameuawa wakati wa mzozo huo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza makubaliano ya ushuru wa forodha kati ya Marekani na Uchina. Bessent amesema ushuru utashuka kwa 115%. Bessent amesema baada ya majadiliano madhubuti, Marekani na Uchina wamekubaliana kusitisha ushuru uliopandishwa kwa siku 90 kwa pande zote mbili, kumaanisha kuwa zote zitapunguza ushuru wao kwa 115%. Wizara ya biashara ya Uchina imedhibitisha kusimamishwa kwa hatua zote za ushuru zilizochukuliwa dhidi ya Marekani tangu Aprili 2. Kutasubiri maelezo zaidi juu ya ushuru mpya, lakini kama walivyoripoti, Scott Bessent anasema kila upande utapunguza ushuru wao kwa 115%. Ushuru wa sasa wa Marekani wa bidhaa za Uchina ni 145%, wakati Uchina inatoza ushuru wa 125 kwa baadhi ya za bidhaa za Marekani. Kwa hivyo, wakati wa leo inamaanisha kuwa asilimia hiyo inapaswa kushuka hadi 30%,
na asilimia 10 mtawalia. Maafisa wakuu wa kijeshi kutoka India na Pakistan wanatarajiwa kuzungumza baadaye ili kujadili maelezo zaidi ya usitishwaji wa mapigano uliokubaliwa kati yao Jumamosi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya majirani hao wawili, silaha za nyuklia, yanaonekana kufanyika usiku kucha baada ya takriban siku 4 za mashambulio makali ya makombora na uvamizi wa angani kutoka pande zote mbili. Siku ya Jumamosi, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kusitisha mapigano kati ya India na Pakistan. Mataifa hayo yote mawili yamesitisha uhasama tangu wakati huo, lakini yanasema yamesalia macho, yakionya kuhusu matokeo ya ukiukaji wa usitishaji mapigano. Ingawa anazuiliwa huko The Hague, rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte ni miongoni mwa wagombea wa viti 18,000 vya kitaifa na mitaa katika uchaguzi wa katikati ya muhula, ambao wachambuzi wanasema wataamua ikiwa yeye na familia yake wataendelea kushikilia mamlaka ya kisiasa. Duterte amekuwa kizuizini katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu tangu Machi, akisubiri kufunguliwa mashtaka kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na vita vya kikatili dhidi ya dawa za kulevya ambavyo vimesababisha maelfu ya washukiwa kuuawa wakati wa urais wake mwaka 2016 na hadi mwaka 2022. Haijamzuia kugombea umeya katika ngome ya kisiasa kusini mwa mji wa Davao. Chini ya sheria ya Ufilipino, wagombea wanaokabiliwa na mashtaka ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na wale walio kizuizini, wanaweza kugombea wadhifa huo isipokuwa ikiwa wamehukumiwa kwa kumaliza rufaa zote. Nchini Ufilipino, uchaguzi unaendelea huku Duterte akitarajiwa kushinda kama meya wa Davao, nafasi ambayo ameshikilia kwa zaidi ya miongo miwili kabla ya kuwa rais. Hajulikani jinsi ipi anaweza kutumika kama meya kutoka gerezani. Ikulu ya White House iko kwenye mazungumzo na familia ya kifalme ya Qatar juu ya uwezekano wa kupata ndege ya kifahari inayokusudiwa kutumika kama ndege ya rais ya Air Force One. Katika taarifa yake, Qatar imekanusha kuwa ndege hiyo itakuwa zawadi, lakini imesema uhamisho wa ndege kwa ajili ya matumizi ya muda ulikuwa kwenye mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Kulingana na wanahabari nchini Marekani, ndege hiyo inayotolewa kwa muktadha wa kwa maktaba ya Rais Trump mwishoni mwa muhula wake. Habari hizi zimewadia wakati Trump anatazamiwa kuzuru Qatar wiki hii, ikiwa ni sehemu ya safari kubwa ya kwanza yake nje ya taifa lake. Al-Ansari, mwambata wa vyombo vya habari vya Qatar nchini Marekani, amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Wizara ya Ulinzi ya Qatar na Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Vyanzo vya habari viliambia shirika la habari la CBS News kwamba ndege hiyo haitakuwa tayari kutumika mara moja, kwani itahitaji kurekebishwa na kuruhusiwa na maafisa wa usalama. Thamani ya ndege hiyo na utunzaji wake ni jambo la hakika kuwa litaibua maswali ya kisheria na maadili kati ya wakosoaji. Hamas inasema itamwachilia mateka wa Israeli na Marekani Edan Alexander, ambaye anaaminika kuwa mateka wa mwisho mwenye uraia wa Marekani huko Gaza, kama sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano ya usitishwaji mapigano. Uamuzi huo unawadia kabla ya ziara ya Rais Donald Trump wa Marekani katika Mashariki ya Kati siku ya Jumanne. Hamas imesema pia inakusudia kuwezesha mpango wa kuingia kwa misaada ya kibinadamu. Gaza imekuwa ikizingirwa na Israeli kwa siku 70. Hapa awali, afisa wa ngazi ya juu ya Hamas amesema kwamba kundi la wapiganaji la Wapalestina lilikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na afisa wa utawala wa Marekani nchini Qatar. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel imesema imefahamishwa na Marekani kuhusu nia ya Hamas kumwachilia Alexander. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625. Account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo hiki kinakuletea mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu kwenye vipindi vyetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Napo tazama klabu za saa studioni, dakika 15 baada ya saa 12 saa za Afrika Mashariki, saa 11 dakika 15 saa za Afrika ya Kati, na kote unako tupata kupitia lisa lile la Pacific au GMT. Aliye nawe studioni naitwa Kantona Joseph. Hapo basi ndio unaungana nasi. Basi Urusi imeripotiwa kutekeleza zaidi ya mashambulio 100 ya ndege zisizo za rubani kuelekea Kyiv usiku wa kuamkia leo. Shambulio haya yameripotiwa wakati ambapo Kyiv inasubiri majibu kutoka kwa Urusi kuhusiana na wito wa Rais Volodymyr Zelensky kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na mwenzake Vladimir Putin wiki hii. Marekani na Uchina zimekubaliana kuondoa ushuru wa bidhaa toka pande zote mbili kwa siku 90, hatua ambayo waziri wa biashara wa Marekani Scott Bessent anasema itashuhudia pande zote mbili zikipunguza ushuru wao kwa 115% kuanzia Jumatano ya wiki hii. Hii ina maana kuwa ushuru wa Marekani kwa bidhaa kutoka Uchina utashuka hadi 30%, huku ule wa Uchina ukishuka hadi 10%. Awali Rais Donald Trump alikuwa ameziwekea bidhaa kutoka Uchina ushuru wa 145% mwezi uliopita, huku Beijing yenyewe ikijibu kwa kutangaza ushuru wa 125%. Papa Leo wa 14 katika taarifa yake kwa vyombo vya habari hivi leo ametaka kuachiwa kwa wanahabari wote wanaozuiliwa katika mataifa mbalimbali. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amekutana na wanahabari, wanadiplomasia na maofisa wengine katika lile jiji la Vatican. Kinara wa mkuu wa upinzani nchini Ivory Coast, Tidjane Thiam, ambaye amezuiliwa kuwania katika uchaguzi mkuu wa urais mwezi Oktoba, ametangaza kujiuzulu kutoka kwenye wadhifa wake kama kiongozi wa chama. Licha ya tangazo hilo, ameelezea kwamba ataendelea na juhudi za kuhakikisha kwamba upinzani unaibuka na ushindi katika uchaguzi huo. Mahakama jijini Abidjan mwezi uliopita iliondoa jina la Tidjane Thiam, miaka 62, kutoka kwenye orodha ya wapiga kura kwa madai kwamba mwanasiasa huyo alipoteza uraia wake wakati alipopata uraia wa Ufaransa mwaka 1987. Taifa la Poland limeagiza kufungwa kwa ubalozi wa Urusi, hatua inayowadia baada ya mamlaka kuituhumu Urusi kwa hujuma ya kupanga njama zinazopelekea kutokea kwa moto ulioharibu soko la Warsaw mwaka uliopita. Tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, Poland, mshirika wa Kyiv, umekuwa ikituhumu Urusi kwa hujuma. Watetezi wa haki za binadamu kwenye ukanda wa Afrika Mashariki wameelezea kuguswa na hali ya kuzorota kwa uhuru wa maoni katika nchi za Uganda, Tanzania na Kenya. Wakati huu vitendo vya wakosoaji kukamatwa kiolela na kufunguliwa mashtaka ya kisiasa vikiongezeka.
nchini Tanzania, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu anayezuiliwa na tuhuma za uhaini, tuhuma sawa na zile za mwanasiasa mkongwe wa Uganda Kizza Besigye. Nchini Kenya, wanaharakati wameonyesha kuguswa na vitendo vya wakosoaji kukamatwa kiholela na hata kutekwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapo jana amesema yuko tayari kukutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Kauli aliyotoa siku chache kupitia tangu Putin amesema yuko tayari kwa mazungumzo ya amani na Kiev. Ukraine imekuwa ikisisitiza ili mazungumzo yafanyike kuna haja ya kusitisha mapigano kwa siku 30, ingawa Zelensky amesema atahudhuria kikao cha Uturuki hata kama hakutakuwa na usitishwaji wa vita. Jana alisema yuko tayari kukutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin, kauli aliyotoa siku chache kupitia tangu Putin aseme yuko tayari kwa mazungumzo ya amani na Kiev. Ukraine imekuwa ikisisitiza ili mazungumzo yafanyike kuna haja ya kusitisha mapigano kwa siku 30, ingawa Zelensky anasema atahudhuria kikao cha Uturuki hata kama hakutakuwa na usitishwaji wa vita. Україна давно це пропонує. Партнери пропонують. Ukraine imependekeza hili kwa muda mrefu. Washirika wetu wamependekeza pia. Na ulimwengu wote umetoa wito wa amani. Tunachosubiri ni jibu la wazi kutoka kwa Urusi. Hata hivyo, ni Urusi itakayolazimika kumaliza vita hivi. Mauaji lazima yakome. Vikosi vya Ukraine vitakuwa tayari kujibu kwa utaratibu ili kuhakikisha haki. Tumesikia mara kwa mara kutoka kwa washirika wetu kwamba wako tayari kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi ikiwa Putin atakataa usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, muda utaamua. Katika hatua nyingine, Uingereza leo itakuwa ni mwenyeji wa mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Ulaya ambao watajadili mzozo wa Ukraine na Urusi, nchi hizo zikitarajiwa kutangaza vikwazo vipya kwa nchi ambazo zinaunga mkono Moscow kuendelea kushambulia Ukraine. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kinaendelea kupitia msukosuko tangu kuingia madarakani kwa uongozi mpya wa Tundu Lissu, ambapo tangu azuiliwe jela kwa tuhuma za uhaini, makada na viongozi kadhaa wametangaza kujivua wanachama. Hata hivyo, katika kile ambacho kinatarajiwa, wengi wanaotangaza kujivua wanachama ni wafuasi wa karibu aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, ambaye alipoteza kwenye uchaguzi wa ndani mwezi Januari. Wadadisi wa mambo wanaongeza kusema kuwa kinachotokea kinaonekana ni mpango wa kutaka kukipasua chama hicho kuelekea uchaguzi wa mwaka huu mwezi Oktoba, ambao Chadema wanatishia kususia. Kiongozi mpya wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa kukomeshwa kwa vita ulimwenguni, kauli aliyotoa wakati akiongoza ibada yake ya kwanza katika uwanja wa Mtakatifu Peter. Ikiwa ni mara ya pili kuonekana hadharani, Papa Leo wa 14 amesema hakubaliki kuona mamilioni ya watu wakipoteza maisha kutokana na vita nchini Ukraine na eneo lile la Gaza. Kiongozi mpya wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kukomeshwa kwa vita ulimwenguni, kauli aliyotoa wakati akiongoza ibada yake ya kwanza katika uwanja wa Mtakatifu Peter. Ikiwa ni mara yake ya pili kuonekana hadharani, Papa Leo amesema haikubaliki kuona mamilioni ya watu wakipoteza maisha kutokana na vita nchini Ukraine na Gaza. Ninabeba moyoni mwangu mateso ya watu wa Ukraine, na hebu kila kinachowezekana kifanyike ili kufikia amani ya kweli, haki na ya kudumu. Wafungwa wote waachiliwe na watoto wote warudi kwa familia zao. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare. Nimeumizwa pia na kile kinachotokea katika ukanda wa Gaza. Natamani pawe na usitishaji mapigano mara moja. Misaada ya kibinadamu na ipelekwe kwa raia waliochoka na mateka wote waachiliwe. E siano liberati tutti gli ostaggi.
Licha ya kupoteza wanajeshi kadhaa na kuondoka kwa aibu mashariki mwa nchi ya DRC, serikali ya Afrika Kusini imesisitiza kuwa operesheni yake nchini humo chini ya mwavuli wa vikosi vya SAMI DRC ilifanikiwa. Kizungumza waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini Angie Motshekga amesema licha ya kupoteza wanajeshi 14 mwanzoni mwa mwaka huu kufuatia uvamizi wa waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda, akijumla walifanikisha lengo. Kuondoka kwa aibu mashariki mwa nchi ya DRC, serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kuwa operesheni yake nchini humo chini ya mwavuli wa vikosi vya SAMI DRC ilifanikiwa. Akizungumza hapo jana, waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini Angie Motshekga amesema licha ya kupoteza wanajeshi 14 mwanzoni mwa mwaka huu kufuatia uvamizi wa waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda, kiujumla walifanikisha lengo. And the withdrawal of the South African National Defence Force from the eastern Kuondoka kwa wanajeshi wa Afrika Kusini toka mashariki mwa nchi ya DRC ni ishara ya hatua muhimu ya kufungua ukurasa mpya wa juhudi za kuleta amani kwenye eneo la ukanda. Kuondoka huku kwa wanajeshi wetu ni mchakato uliopangwa kuhakikisha vifaa vya wanajeshi wetu vinarejea salama. Kwa hivyo utaratibu umewekwa kuhakikisha mpango huu unakamilika. Kauli yake anaitoa wakati huu wanajeshi wake wakiendelea kuondoka nchini Kongo kuelekea Tanzania kupitia nchini Rwanda. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Inaenda mapumzikoni ili uweze kupokea makala ya siku ya leo. Nitakapokuwa narejea, basi tutakuwa tunaelekea kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya ya Afrika leo jioni, siku ya Jumatatu tarehe ikiwa 12 mwezi Mei mwaka huu wa 25. Aliye nawe studioni ni Kantona Joseph, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.